Wazazi na walezi wameshauriwa kuzingatia ukuaji wa sayansi na teknolojia duniani na hasa kasi ya matumizi ya akili mnemba AI inayotajwa kuchukua nafasi kubwa ya ajira za kutumainiwa na binadamu, hivyo kuongeza kilio cha kukosekana kwa ajira. Akizungumza kwenye mahafali ya 11 ya shule ya mchepuo wa Kiingereza awali na msingi ya Kamo iliyopo eneo la Mgeni Nani, wilaya ya Temeke, mkoa wa Dar es Salaam, mgeni rasmi wa shughuli hiyo, mtaalamu wa malezi ya watoto na mwandishi wa vitabu vya malezi, wakili Chevawe Mberesero, ametoa wito kwa wazazi na walezi nchini kuhakikisha wanajikita kwenye utambuzi wa vipaji vya watoto wao na kuwaunga mkono ili kuhakikisha malengo yao yanatimia kupitia vipaji vyao, hivyo vipaji ambavyo vitapelekea wao kujiajiri na kuondoa dhana ya kuajiriwa. Kupitia mahafali hayo yaliyofanyika Septemba 27, 2025 shuleni hapo, mwalimu mkuu wa shule hiyo Caleb Nyamuhanga amesema shule hiyo imekuwa ikifanya vizuri kwenye kitaaluma hasa kupitia matokeo ya mitihani mbalimbali ya kujipima na ile ya kitaifa. Amesema kwa mwaka huu pekee wanafunzi 67 waliofanya mtihani wa darasa la 7 kabla ya kufanya mtihani wa taifa awali walifanya mitihani ya kujipima kwa ngazi ya wilaya na mkoa, ambapo kwa mtihani wa wilaya shule hiyo ilikuwa kinara na kwa mtihani wa mkoa shule hiyo ilishika nafasi ya 4, huku kielezwa kuwa wanafunzi wote waliotimu shule ya msingi mwaka jana walifaulu wote. Naye mkurugenzi wa shule hiyo Juma Maanya amesema mkakati uliopo shuleni hapo kwa sasa ni kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu bora inayoenda kugusa maisha yao, huku akitumia jukwaa hilo kutoa wito kwa wazazi na walezi kwa kutojisahau kwenye suala la malezi, hasa mapambano ya mmonyoko wa maadili kwa watoto. Awali wakisoma risala kwa niaba ya wenzao, wahitimu wa shule ya msingi Elizabeth Katumba na Brian Tumbo wameahidi kuendelea kufanyia kazi yote waliojifunza shuleni hapo, kwani elimu walioipata ni msaada mkubwa kwao kwa siku za usoni. Wamesema wamefundishwa kuhusu umuhimu wa tabia njema, kujiamini na kadhalika, hivyo wanaamini kwamba elimu hiyo sasa inaenda kuwa chachu ya mafanikio yao sasa na baadaye. Dear guest of honor, ndugu mgeni rasmi, I am honored to stand here today on behalf of all the graduating pupils of Kamo Nursery and Primary School. Ni heshima kusimama hapa leo kwa niaba ya wanafunzi wanaohitimu wa shule ya awali na msingi Kamo. Likewise, dear guest of honor, pia ndugu mgeni rasmi, we are truly grateful to you for you took time out of your busy schedule to be with us. Tunakushukuru kwa kuambatana nasi licha ya kuwa na kazi nyingi. Indeed, your presence means a lot to us. Kwa kweli uwepo wako una maana kubwa kwetu and makes this occasion even more memorable. Na kufanya tukio hili kuwa la kukumbukwa zaidi. Wazazi sasa hivi maisha yamebadilika. Hatuko kama enzi za zamani ilivyokuwa. Tunapaswa kuzingatia misingi ya science na technology. Nadhani nimeshasikia kuna kitu kinaitwa AI, nimesikia vitu vingi kuhusu masuala ya sayansi na teknolojia ambayo yataleta mabadiliko makubwa sana, hususan kwenye masuala ya ajira. Sasa lazima tuwe wazazi wa kimapinduzi na tusiwalee watoto wetu kwa kuzingatia kama sisi tulivyolelewa na wazazi wetu. Na tunawaleaje watoto wetu? Tunabidi tuzingatie kuilea familia yetu kwa misingi ya kibiashara zaidi. Hawa watoto usione kama watachukua muda mrefu kukua. Sasa hivi wataenda sekondari wakirudi watu wazima. Kwa msiwalee tena kidogo. Yaani lazima mzingatie misingi ya ukuaji, kwa maana ya kwamba unazingatia kwamba mtoto baadaye atakuja kujitegemea, hata kuja kunitegemea mimi. Kwa hiyo unapomlea unahakikisha kwamba malengo yake, kipaji chake, kila kitu chake ambacho anatamani kufanya unamsaidia kumkuza katika yale malengo, ili na yeye aje kuwa kama yeye anapotamani kuwa. So wewe mzazi ambaye unatamani kuwa, kuna mtoto ni mchoraji mzuri sana, lakini hata watoto wametoka kuigiza hapa, yaani mzazi wewe ndo wa kwanza kumdiskale. Yaani unachora nini? No, kama anachora mtafutie sehemu za kuchora ili awe mchoraji zaidi. Tunaenda tunanunua picha huko sijui 100,000, 200,000, 300,000. Kwa nini sio mtoto wako ambaye anauza zile picha? Kwa hiyo ninaleta kitu kipya kwenu wazazi, wale watoto
kwa lengo mahususi la kuhakikisha kwamba elimu tunayotoa ni bora, lakini pia tunamjengea mwanafunzi uwezo kuweza kuhakikisha kwamba anakabiliana na changamoto za kimaisha na kutafuta suluhu zake. Nikiangazia mafanikio ya shule kwa jumla katika taaluma, naweza nikasema kwamba shule imekuwa ikifanya vizuri, na mathalan mwaka jana wanafunzi waliofanya mtihani wa taifa darasa la 7 walikuwa ni wanafunzi 50 na wanafunzi 48 walipata alama A na wanafunzi 2 walipata alama ya B kwa wastani. Lakini wastani wa ufaulu wa shule ilikuwa ni 278.740 na katika ranking tulipata daraja A ambayo ni daraja bora, na wanafunzi wote walifaulu na kuweza kuendelea na masomo ya sekondari. Lakini hata mwaka huu pia wanafunzi hao ambao leo tunawaaga wamekuwa pia wakifanya vizuri sana katika mitihani yao ya ndani na nje, na mitihani yote ambayo tumeifanya hivi karibuni, kwanza tulifanya mtihani wa mock wilaya, tulikuwa nafasi ya kwanza katika halmashauri yetu ya Temeke kati ya shule 14, lakini pia mtihani wetu wa mock mkoa tulikuwa nafasi ya 4 kati ya shule 64. Kwa sina shaka kwamba wanafunzi hawa ambao leo wanahitimu wanafanya zaidi hata kuliko mwaka jana. Lakini pia nikiangazia mafanikio ya shule kwa jumla, lengo letu kubwa ambalo tumejiwekea sisi kama shule ni kwamba tunatoa elimu bora kwa watoto wa Tanzania, lakini pia kuboresha miundombinu ya shule ambayo tunaifanya kulingana na bajeti. Nyingine tumefanikiwa kuimarisha usafiri kwa wanafunzi, lakini pia tumefanikiwa kufungua daycare ambayo ni nursery na daycare eneo la Chamanzi. Ninajua leo hatutaki kuongea maneno mengi, tunataka kuona kila ambacho watoto wetu wametuandalia. Haya ambayo mtayaona hapa ni taswira ya shule yetu, ni maisha ambayo tumekuwa tukiyaishi kila siku. Kwa hiyo sina shaka kwamba walimu wametuletea vitu vizuri, vitu ambavyo pia vitatushawishi sisi walezi na wazazi kuendelea kuiamini kama English Medium School. Na ninaamini mambo yatakuwa mazuri mno.